Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni mwendelezo wa update kile ambacho kinatokea mahakamani, kesi ya Kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa la Askofu Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambapo leo tena wakili msomi Peter Kibatala ambaye anamwakilisha Askofu Gwajima yuko mahakamani, lakini pia kubwa ni idadi ya maaskofu ambao wamejitokeza mahakamani kusikiliza kesi ya Kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo lilifungwa na msajili kwa madai ya kwamba kanisa hilo linaendesha ibada ambazo zina mienendo ya siasa yenye lengo la kuichonganisha serikali na wananchi wake. Kubwa ni kwamba maaskofu 500 wa kanisa la Gwajima wametinga mahakamani. Kanisa la Glory of Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima limefungua kesi Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma likiomba amri ya muda ya kuondoa zuio ambalo limewekwa na serikali dhidi ya kuendelea kwa shughuli zake za kidini, huku ikiripotiwa takriban maaskofu 500 wamefika kusikiliza kesi hiyo. Kesi hiyo inalenga kulinda hadhi ya usajili wa kanisa hilo, huku rufaa dhidi ya zuio hilo ikiendelea kusikilizwa. Kanisa hilo linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia CCM. Hivi karibuni mamlaka za serikali zilifunga kanisa hilo kwa madai kwamba linaendesha shughuli za kisiasa, lakini pia mahubiri yake yamekuwa na mienendo ya kisiasa yenye lengo la kuichonganisha serikali na wananchi wake, hivyo linakiuka masharti ya leseni ya usajili wake. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mamlaka, baadhi ya shughuli zinazofanyika ndani ya kanisa hilo zimeelezwa kuwa ni za kisiasa kupita kiasi na hazilingani na malengo ya asili ya taasisi hiyo kama ilivyosajiliwa. Kupitia kwa wakili wake Peter Kibatala, kanisa hilo limewasilisha shauri namba 13189 la mwaka 2025 dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi IGP, mwanasheria mkuu wa serikali na msajili wa taasisi za kiraia. Katika shauri hilo, Glory of Christ Tanzania Church inaiomba mahakama kutoa amri ya muda itakayoruhusu kuendelea kwa ibada na shughuli nyingine za kidini hadi pale rufaa iliyowasilishwa kupinga hatua ya serikali kufungia kanisa hilo itakaposikilizwa na kuamuliwa rasmi. Watu mbalimbali mitandaoni wamekuwa wakitoa maoni kufuatia idadi kubwa ya maaskofu ambao wamejitokeza mahakamani leo kusikiliza kesi ambayo inalikabili kanisa la Askofu Gwajima, Kanisa la Ufufuo na Uzima. Moja kwa moja tupitie baadhi ya maoni ya watu ambao wametoa maoni yao kufuatia hiki ambacho kinaendelea mahakamani. Huyu wa kwanza anasema, walijua wanamkomoa Gwajima, kumbe wanapunguza kura za CCM. Lakini pia mwingine anasema Hananja na mipengo yake anafurahia kanisa kufungwa. Ukiwa ni kiongozi wa dini hutakiwi kuwa kama Hananja, lakini pia ukiwa na kiongozi wa dini chawa ni hatari sana kwa kondoo. Mwingine akasema kwamba maaskofu zaidi ya 500, ina maana kanisa hilo lina maaskofu wengi kiasi hicho. Lakini pia mwingine anasema kwamba sasa kipindi kile wanahangaika kutunishiana misuli na mamlaka, wangeenda zao mahakamani moja kwa moja, huenda hili lingekuwa limeshamalizika kitambo. Mwingine anasema kwamba katika kosa kubwa ambalo CCM wamewahi kufanya ni pamoja na kufungia makanisa kwa sababu za kisiasa. Mungu atawalaani CCM, no reform, no election. Lakini pia mwingine anasema wito wangu kwa serikali, msitumie mihemko kutatua changamoto zinazotokea kwa sasa. Kuna jambo baya sana limepandikizwa nchini. Viongozi wa serikali hamuaminiki tena kwa wananchi, hasa mnapoanza kugusa na taasisi za dini pasipo kujua asili zilizopo nyuma ya maamuzi hayo. Pili, serikali itengeneze kizazi cha watu wenye akili nyingi ndio waongoze serikali. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba dini imegeuka vituko, kanisa lina maaskofu wengi kuliko waumini. Tuachie maoni yako, lakini kubwa endelea kutufuatilia zaidi, tutakuhabarisha kila kinachotokea mahakamani.